Ninatumaini haujambo na unaendelea vyema. Mimi ninakusalimu katika jina la Yesu. Karibu kwenye Nyimbo Vitabuni. Ni ukweli usiopingika wala kukanushika ya kwamba upendo haupo katika maneno tu, bali ni katika vitendo, tena vinavyoonekana waziwazi. Mnamo mwaka 1868 William Featherstone, kijana mdogo kabisa, alilithibitisha hili kwa kuandika wimbo wa tenzi namba 50, Yesu nakupenda u mali yangu. Hii ilitokea baada ya yeye kubadilishwa na kuamua kuishi maisha ya wokovu. Japokuwa tangu mwanzo alikuwa akisali, lakini alikuwa akiambatana na familia yake tu. Baada ya yeye kuamua maisha ya wokovu na kumpenda Yesu, kutokea kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 23 kinachosema ya kwamba Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Featherstone akaonesha kwamba kumpenda Mungu hakupo katika maneno tu, bali ni kutii na kulifuata neno la Mungu, na baada ya hapo Mungu huingia maishani. Kwa hiyo aliamua kubadili njia zake na kumfuata Mungu na kuokoka na hatimaye kuandika wimbo huo. Featherstone alikuwa ni kijana mdogo sana, na wakati anaandika wimbo huo alikuwa na umri wa miaka 12, ule mwaka 1858, lakini wimbo huo ulichapishwa mnamo mwaka 1864 katika vitabu vya nyimbo. Kikubwa sana kumhusu Featherstone, alifanikiwa kuifanya kazi hiyo kubwa ambayo mpaka leo bado inaishi. Na baada ya kuandika wimbo ule na wimbo ulivyochapishwa, hakuishi sana. Alifariki akiwa na umri wa miaka 26 tu. Mpendwa wangu, unapopata nafasi ya kuifanya kazi ya Mungu, ni bora ukafanya wakati bado ni mapema, maana hakuna ajuaye kesho. Fanya mapema, hakuna ajuaye kesho. Usisahau, upendo haupo katika maneno, ni katika vitendo vinavyoonekana waziwazi.